Jina langu naitwa Kitila Mkumbo, ni waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Nimefuatana na katibu mkuu Dr. Tausi Kida. Kushoto kwangu yupo Profesa Faustin Kamzora ambaye ni profesa huyu kutoka SUA, lakini pia kwa sasa nipo naye hapa kama mwenyekiti wa timu ambayo inaandaa mkakati wa serikali wa kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini maarufu kama Mkumbi, na nimewaita hapa ili tuweze kutoa taarifa na mrejesho kwa wananchi juu ya mchakato huu. Mtakumbuka kwamba mwezi wa pili mwaka huu Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mbunge aliweza kuzindua rasmi timu hii ya Profesa Faustin Kamzora ya kuandaa Mkumbi wa pili. Kama unafahamu, katika miaka mitano na zaidi iliyopita serikali imekuwa ikitekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, Mkumbi 1 ulioanza kutekelezwa mwaka 2018 mpaka sasa, na tulishaonyesha kwa nyuma mafanikio ambayo yalipatikana na changamoto zake. Kama sehemu ya kutekeleza au kama sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo mwaka 2050 ambao imeweka mkazo mkubwa katika eneo la kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, serikali iliona ni muhimu tuandae Mkumbi wa pili kwa maana ya kupitia upya mazingira ya biashara yalivyo sasa, mafanikio yake, changamoto zake, na kuweza kuleta mapendekezo katika miaka mingi ijayo, mambo gani tuyabebe na tuyabakishe ambayo tunayo kwa sasa, mambo gani tuyabadilishe na namna ya kwenda mbele. Kwa timu yetu sasa imeshamaliza zoezi la tunaitaga la kwenye dawati, kwa maana ya kufanya uchambuzi mazingira yalivyo kwa sasa kutokana na literature. Hatua inayofuata sasa baada ya hili ni kwenda kuonana na wadau wa biashara na uwekezaji, kwenda kuzungumza nao, kupata maoni yao, kupata mapendekezo yao, ni mambo yapi ambayo tunapaswa kuyazingatia ili biashara Tanzania ziendelee kukua, ili uwekezaji wa ndani na kutoka nje uendelee kukua, mambo gani tuyazingatie. Sasa hilo ni eneo ambalo linafuata kwa sasa, na wanaondoka hawa kwenda katika mikoa 16 ambayo imegawanyika katika kanda mbalimbali, huko Arusha, Dodoma, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Dar es Salaam na maeneo mengine mengi, lakini jumla mikoa 16, na kupitia vituo hivi mikoa yote itashiriki katika kutoa maoni yao katika kuhakikisha kwamba tunapata maoni ya wafanyabiashara wenyewe, kupata maoni ya wawekezaji wenyewe, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, wawekezaji wanaofanya uwekezaji mdogo na uwekezaji mkubwa, wafanyabiashara wanaofanya biashara ndogo na wanaofanya biashara kubwa, lakini pia hata wananchi wa kawaida pamoja na wafanyakazi wanaofanya kazi katika sekta binafsi na katika sekta ya umma. Lengo lazima ni kuhakikisha kwamba tunapata maoni mapana kama tulivyofanya katika dira, ili mkakati utakaoandaliwa uweze kujibu matarajio na matamanio ya wafanyabiashara na wawekezaji waliopo hapa nje, lakini hapa ndani, lakini pia tuweze kutumia nafasi hiyo kuvuta zaidi wawekezaji kutoka nje katika kuelekea miaka 25 ya utekelezaji wa dira yetu mpya. Kwa ndugu waandishi wa habari, hili ndio kubwa ambalo tumewaitia ili mtupelekee taarifa kwamba sasa taasisi zetu mbalimbali, vyama vya wafanyabiashara na wawekezaji kote nchini, Dar es Salaam na mikoani kote huko, tunaomba wajiandae, wawe tayari kuweza kuzipokea timu zetu hizi na kuweza kuwapa ushirikiano, na muhimu zaidi waweze kutoa maoni yao vile ambavyo wakipenda mazingira haya tuweze kuyashughulikia. Timu hii inaenda sambamba, kama unavyofahamu Mheshimiwa Rais aliunda commission, tume yake ya kuangalia mfumo wa kodi, ambao hatimaye na yenyewe mfumo wa kodi ni sehemu muhimu sana katika kuboresha mazingira ya biashara. Kwa hiyo timu zote hizi zitakapokamilika, tunaamini tutampatia Mheshimiwa Rais mapendekezo ambayo yatamsaidia yeye na serikali yake katika kuendelea kuvutia uwekezaji, lakini pia kufanya mazingira ya biashara yaboreke na biashara kukua, na biashara zikikua ndio maana ya uchumi kukua, na hivyo wananchi kuongeza kipato. Baada ya changamoto hii kutokea,
serikali tulikutana chini ya uratibu wa waziri wetu wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo ambaye ndio anasimamia biashara za nchi hii. Tukakutana na mawaziri wanaohusika uwekezaji, biashara, fedha, wizara ya mambo ya ndani na wizara zingine. Baadaye tukawaita viongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Kichina waliopo Tanzania. Tukakutana nao, tukazungumza. Kwa mambo kadhaa tulikubaliana. Nitaje machache kama mawili matatu. La kwanza, tunakaribisha wawekezaji kutoka nje waje kufanya biashara hapa na biashara za kimkakati, biashara kubwa. Hatutarajii wafanyabiashara kutoka nje waje kuuza nyanya ambazo zinauzwa na Watanzania, waje kuchukua nafasi za Watanzania. Otherwise hatuna sababu kwa nini mtu asafiri kilomita yote hayo kuja hapa kufungua duka la kuuza viatu. Hatuwezi kuruhusu kama serikali, na hakuna serikali yote duniani ambayo inaruhusu vitu hivyo. Serikali inakaribisha uwekezaji, lakini lazima tulinde maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo tumeliweka vizuri kweli. Hapakuwa na sheria specific ambayo inasema hapa biashara hizi fanya na Tanzania na wageni, lakini hiyo haimaanishi kwamba serikali haiwezi kuchukua hatua kwa kutumia kanuni zetu za kawaida tu. Kwa hiyo waziri wetu wa biashara tayari ameshatoa mwongozo ni maeneo gani wafanyabiashara wa nje hawaruhusiwi kufanya hapa Tanzania, lakini tumeimarisha kupitia Director wa Uhamiaji waimarishe vibali ambavyo watu wanaingia hapa Tanzania, lakini upande wa TIC wanaposajili investment zile ambazo wanafanya na Tanzania lazima zilindwe. Kwa hiyo tunakaribisha uwekezaji, lakini uwekezaji huu hatuwezi kuruhusu ukaponda maslahi ya wananchi wetu ambao wanahangaika kujitafutia kipato kupitia biashara. Kwa hiyo jambo linaenda kuisha na tumeshalishughulikia, na ndio maana kuna utulivu mkubwa pale Kariakoo, na bado tunaenda kulifanyia kazi. Na tulienda zaidi, tukawaambia wenzetu kwamba nchi hii ina lugha mbili tu rasmi, Kiswahili na Kiingereza. Kulijitokeza hapa katikati utamaduni mpya wa watu kuandika mabango kwa lugha zingine nje ya Kiswahili na Kiingereza. Tukasema hapana, hicho kilugha cha kwako huko nyumbani kwako huko, ila kwenye mabango yetu ya kibiashara na kwingine andika mabango ama kwa Kiswahili na Kiingereza ama Kiswahili peke yake. Ndio lugha ambazo zinajulikana rasmi hapa Tanzania. Sasa ikiwa huyu kaja Mchina kaandika Kichina, Mjerumani Kijerumani, Mpolandi Kipolish, itakuwa nchi gani hiyo? Maana tutakuwa na takataka nyingi sana huko barabarani. Hatuwezi kuruhusu hilo jambo. Tulikubaliana nao na tuliwapa muda kuhakikisha kwamba wanarekebisha haya mambo, na wenyewe wakakutana na wafanyabiashara wetu wa Kichina, wamekaa nao wakawaelezana, msituharibie sisi na Tanzania na China tuna mahusiano mazuri sana ya kidiplomasia, na China kwa sasa ni moja ya nchi ambayo tuna wawekezaji wengi na tungetaka waendelee kuja. Tungetaka mahusiano ya biashara kati ya Tanzania, wafanyabiashara wa Tanzania na China yaendelee, lakini tafadhali sana wawadhibiti watu wao wasiingie katika maeneo ambayo wananchi wetu wanajitafutia kipato cha kawaida. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ana jukumu la kuhudumia Watanzania wapate kipato chao. Kwa hiyo jambo tumeliweka vizuri na tulielewana, ndio maana unaona hali ya utulivu imeanza kurejea. Nashukuru sana. Na tumesisitiza sana kwamba wafanyabiashara kutoka nje wanaokuja hapa wafate sheria za Tanzania. Hilo ni jambo la msingi kabisa lazima tuendelee kusisitiza, kama ambavyo sisi tukienda kwenye nchi za wenzetu lazima wafuate sheria za kule. Huwezi kufanya tu hivi.